Kiufupi ninakuhitaji sana Manzi. Sana sana sana. Na hata mama yangu anafurahi sana kupata mwanamke kama wewe. Sawa, usijali. Kwa hiyo niacheni. Mimi nitaenda kwa upande wetu kujua taratibu zikoje, na wewe pia upande wenu uko inabidi uangalie taratibu ukoje. Mimi nikipata jibu kwetu nitakurejeshia mrejesho. Sawa, basi naomba usichelewe lakini. Usijali. Okay, tumekaa muda mrefu. Vipi? Niite mhudumu pata hata chakula au maji, soda chochote kile. Hamna, usijali, siku nyingine. Yaani Ngokwe. Naita uko mbele kwako. Ita mlango wa mbele. Sione kama mtu anaitikia. Yaani hapa nilikuwa nishakata tamaa, nilikuwa nataka niondoke. Ningekukosa huku nyuma na nilikuwa safari ya Karibu mshirika. Asante. Niko huku. Za utokako. Salama za hapa nzuri. Karibu. Asante. Niambie. Yaani leo nimekuja nina jambo la furaha sana. Nadhani nikikwambia wewe mwenyewe nitakufurahisha sana. Ninapokupa taarifa ndugu yangu, yule mtu tayari ashaingia kwenye 18 zangu. Safi. Yaani na hapa nilipo ameshaniita sehemu, tumekaa tumeongea, kaniambia anataka kunioa. Yaani anataka kunioa kabisa niwe mke wake wa halali, nikae naye nyumba moja shoga yangu. Yaani hapa nilipo nina furaha isiyo kifani. Yaani nafurahi sana. Basi sawa. Kama ndo amekubali hilo swala la ndoa, si tuko pamoja na wewe na tunakusikiliza wewe tu. Sema hapa sasa kinachotaka kunipa ugumu ni kitu kimoja tu ndugu yangu. Kitu gani tena hicho? Yule bwana anataka kukutana na ndugu zangu. Na mimi kama unavyojua ndugu sina. Ila nina imani wewe na Kiza hamtaniangusha kwenye hili. Hatuwezi kukuangusha kwa wili. Sisi na wewe tuko bega kwa bega. Wala hatuwezi kukuacha. Msimame kama ndugu zangu. Yaani msimame kwenye hili jambo. Nyinyi ndio mwe ndugu zangu. Hamna shida, tunakuachaje sasa? Lakini yangu nataka kabla ya kuingia kwenye ule mjengo nitoe kafara. Yaani nitoe kafara nzito ambayo nitaifurahisha mizimu, yaani watafurahi kwenye hiyo kafara. Nataka nimtoe yule mdogo wangu. Mdogo wako tena? Kuna mtu mwingine wa kumtoa? Ngokwe. Lazima nitoe kafara nzito ili mizimu yenyewe ifurahi. Yule mdogo wangu wa damu. Mifupa yetu sisi imeshare kabisa, damu yetu ni moja. Kwa hiyo nikimtoa yule najua kivyovyote ile mizimu itafurahi na itashangilia. Mimi kama unavyojua sina ndugu yoyote zaidi ya yeye. Basi sawa, hilo halina shida. Kama ndo yeye aliyobaki, mtoe tu, haina shida. Na lazima nimtoe. Unajua ninaogopa nisije nikaingia mle ndani yule akaniwekea kauzibe. Maana yule mdogo wangu mimi namjua haya mambo hayataki hata kuyasikia. Atakufelisha mambo yako. Kumbe hilo sasa umeliona. Sasa lazima yaani nifanye haraka iwezekanavyo kabla ya kuingia kwenye ule mjengo. Mdogo wangu nitoe kafara. Safi sana. Fanya hivyo ili mambo yaende sawa. Basi sawa. Ndio kama hivyo shoga yangu nilipokupa hiyo taarifa. Yule bwana akasema muda wote na wakati wote atakuja nyumbani kwangu. Sasa siku ambayo atakayokuja nyumbani nataka na wewe uwepo. Yaani uwe karibu yangu, uwe ndo ndugu yangu wa karibu. Hamna shida, mimi siwezi kukuacha. Tutashirikiana na wewe bega kwa bega mpaka ile jambo lipite. Tuko pamoja. Asante ndugu yangu. Haya, acha mimi niende. Basi haya, karibu. Sawa. Basi haya, ngoja nikutoe kidogo. Haya. Karibu. Ndugu wangu. Nani? Vipi na wewe nao Makanga? Karibu. Asante.
wangu na matatizo yaani hapa yenyewe hata kusimama sana siwezi, yaani tukae hata hapo chini, maanake najisikia vibaya muda wote. Aya bwana, njoo tukae hapa, maana nakuona hali tete. Kata. Nisimulie kilichokusibu. Wala sijakuzoea hivyo. Leo nakuona mgeni. Yaani hata tu shoga yangu, yaani hapa katikati mimi nilipata ujauzito. Sasa nilipopata ujauzito nikaenda kwa yule mwanaume ambaye ujauzito wake, yaani nimeenda kama leo tumelala usiku, yaani nikajisikia tumbo linaniuma, nashtuka yaani ujauzito umetoka, midamu kibao yaani. Tukaongea vizuri, nikamwambia ujauzito umetoka, tumelala wote. Lakini cha kushangaza asubuhi naamka mwenzangu staifu, sijamuona mpaka sasa hivi, sijui hata yuko wapi yani. Yaani mwishowe dadake ndo amenipeleka hospitali, lakini mwenzangu mpaka sasa hivi yani sijui alipo wapi. Tumeongea vizuri, lakini mwenzangu ndo ameondoka. Yaani nakushauri hata wewe yani, wanaume sio kawaamini yani. Maanake mimi nilikuwa nampenda, nimempelekea ujauzito tulee, lakini ndio hicho alichonifanyia. Shoga yangu itakuwa sawa. Yaani najisikia vibaya. Pole, hata mimi nakuona sijakuzoea ukiwa hivyo. Pole, itakuwa sawa. Asante shoga yangu. Mungu atakusaidia, utakuwa sawa kama zamani, na kwa maisha mengine ataendelea. Ila na mimi sitaacha kuwa nakuja kukutembelea. Siku moja moja nikipata muda nitakuwa kuja hata kukuona. Asante. Nzako mimi nauma, ndio maana hata uko mtaani unioni. Niko tu ndani. Hata mimi naona shule yangu, pole. Asante. Pole mwana. Nzako najisikia vibaya. Sawa, ngoja mimi kuache uende ukapumzike. Mama mwenyewe nilikuwa napita tu hapo nasema ngoja nikusalimie ndugu wangu, ni muda sijakuona. Mimi nipo ila ndio nauma sasa. Pole. Asante. Haya mwai, nimsaidie. Poa. Mama yangu. Kwa heri. Haya. Dadangu huyo. Kaka huyo. Niambie. Karibu. Asante, mbona unapendeza sana? Unaenda wapi mdogo wangu? Si unajua tena mimi mdogo wako mzee wa heka heka. Bwana we. Nenda huko kwenye heka zangu. Acha bwana. Bwana, kwanza kabla yote vipi? Mama yupo? Mama yupo kalala. Kapumzika? Na jambo la msingi sana. Ngoja nimuone kwanza. Kaka subiri kwanza. Huko nakwenda kwa mamako. Mimi kesho kutwa na jambo langu. Uwe kwa majambo? Nataka nifunge mtaa, nataka nifunge kijiji. Wewe tena. Eti kijiji mtaa. Ona sasa ninachanganyikiwa. Wewe upo wapi mdogo wangu? Kwa jinsi nilivyokuwa na kimuhemuhe. Ni pole nisubiri nini nakati ndo kazi yangu kakaangu. Okay sawa, kwa unataka nini? Niko na shida na kila kidogo. Umeanza. Okay sawa, basi jinsi ya kunipata si unajua? Basi unicheke baadaye kesho mapema tu asubuhi. Poa, wewe nenda kamuone mamako. Mimi acha niwahi. Haya bwana. Poa mdogo wangu, unicheke basi baadaye kidogo. Mama. Kaka. Vipi mdogo wangu? Unyama ni mwingi maraba kama kawaida. Nafua mdogo wangu, si unajua maisha yetu. Karibu tupo mnyumbani. Brother, bwana nilikuwa napita hapa, naenda kwenye mingo zangu, lakini sasa nikaona nije kwanza kwako, kuna jambo linanitatiza kidogo brother. Ni jambo gani mdogo wangu? Hivi brother, unaamini katika ushirikina? Katika ushirikina? Sasa mdogo wangu hilo swala hilo. Katika maisha, kama unatafuta maisha mdogo wangu, au sio? Lazima upitie vitu kibao. Ushaelewa?
Hivi jana ilikuwa jana mdogo wangu nipo dukani pale, nimefungua duka langu pale. Kuna mzee fulani hivi, nahisi wewe mwenyewe utakuwa unamjua. Jana kaja dukani kwangu pale, kanataka kuniletea biashara za chuma ulete. Alitaka kuja kuchukua hela zangu pale dukani kwangu pale. Sasa kilichomkuta ni yeye mwenyewe na Mungu wake ndo anajua. Kwa sababu mimi nimetoka nyumbani nimeaga mdogo wangu. Mimi nimeaga nyumbani na nilishapita mikoa kibao mpaka nimefika hapa. Ushaelewa? Kwa hiyo swala la uchawi mdogo wangu, swala la imani ya uchawi katika maisha hiyo ipo. Yaani unamaanisha kuna mtu alikuja wewe unafanya kazi kaja kuleta ushirikina live? Yaani jana kaja na hela anataka kwamba nimhudumie nini sigara. Nishanielewa mdogo wangu. Sasa kilichomkuta kaganda pale dukani pale. Kaganda mdogo wangu. I say. Mimi nimeaga nyumbani mdogo wangu. Sasa unasema hivyo brother, unaishtua ni sasa kama na ile jambo ambalo nimelisikia. Bwana juzi kuna jamaa naye mwingine anaimba naye ni msanii na anaso kama mimi. Ameanguka studio, alikuwa na rekodi nyimbo puka anguka kafa. Sasa za watu wa pembeni wanapokuja kusema kwamba ni ushirikina ambao umetumika pale. Sasa baada ya kusikia vile kama mimi mwenyewe na aso katika kuimba nikaja nikawa naogopa, nikasema ngoja nimtafute kwanza mtu aronizidi anipe ushauri. Wewe mdogo wangu, sema nini mdogo wangu? Wewe kwa sababu bado mdogo, wewe utayaona, bado mengi utayaona. Sawa mdogo wangu? Yaani ina maana brother inaonekana na vita kubwa sana mpaka naogopa, ninasema usiogope mdogo wangu, kawaida haya maisha tu, unajua. Sawa brother, mimi nimekuelewa, nafuata ushauri wako. Sema nini? Ngoja niwahi studio, unajua naenda kuandaa jiko, naenda kutoa kitu. Yaani niko kitu hiyo iti. Nikirudi nitakuja kukwambia. Basi poa mdogo wangu, haina noma, si tupo mdogo wangu. Karibu nyumbani bwana. Asante. Karibu sana. Mdogo wangu huyo. Sema kwa sababu bado ni mtoto. Nahisi kama kuna kitu kinanifuatilia hivi. We kijana, wewe kunizalisha mimi dukani? Sinaongea na wewe. Ndo kwanza umekula idisi, umekula idi mbili tu. Umekula idi mbili tu. Umenigandisha dukani. Baba unatamba. Yaani unatamba, Unanitambia mimi. Kiza mwana wa kiza. Naweza nikakuwekea usiku pale kwenye. Wewe una duka. Duka kijibanda tu, kijibanda tu. Utaki hata kunitambia, mimi kontawa hapa, nimezaliwa hapa. Kawaulize. Wewe ni kijana mdogo sana. Kiza mwana wa kiza. Nimekujaribu kidogo. Pa. Wakuninyasa nimeganda dukani. Unafurahi tu, unaongea kilugha nini. Wewe wakunisumbua mimi? Kaulize wanaonijua. Kiza mwana wa kiza. Uliza vizuri wakwambie. Takuwekea kiza hapa. Bado mtoto mdogo sana, umekula idisi. Umekula idi mbili. Uwezi ukanizalisha dukani kwako wewe. Kwanza kile kiduka, kile kijibanda tu. Unatamba nacho. Umekuja hapa hujauliza wazee wa eneo hili. Wewe, ole wako. Umeuchochea moto. Hapo ndio mwanzo baba. Karibu baba. Nafurahi. Shazoea watoto kama wewe na kula nyama
na furaha. Karibu baba. Karibu sana kijana. Hili ndo eneo la kujitamba. Mimi Kiza mwana wa Kiza, nitakufurahisha, utafurahi. Mtoto mdogo kama unisumbua wewe mzee wewe, nilichokufanya dukani bado unaendelea kunifatafata. Kilichokupata dukani bado unaendelea kunifatafata wewe mzee wewe. Sasa wewe si unajiita Kiza? Nyenda birikirwe ikirimya. Kana we Kiza nyenda birikirwe ikirimya. Sasa kitakachokuja ukuta wewe mzee wewe, sitaki lawama na ndugu zako. Kwa sababu nimekukanya bado hutaki kusikia wewe mzee. Sasa kitakachokuja ukuta wewe mzee, sitaki lawama na ndugu wala familia yako. Sutaki kunielewa? Niruleyeka niragirinye ntizire mjini hano kuza kugulia sura. Nimetembea mikoa mingi mpaka nimefika hapa. Sasa wewe mzee, kitakachokuja kukuta, sitaki lawama na ndugu zako wala familia yako ya aina yote. Nimemaliza. Zingu waka wanga we kitaka leta janga we kweli chezi alidanja cha jambo utapanga we. Oa champion se Vipi mwanangu, kwaje? Kama kawaida. Konki Mambo vipi mwanangu? kama kaa wakati zinaendaje? Kama kawaida. Good mwanangu. Mambo Mambo yako fresh. Wapi mbona hivi? Mimi na salama mama, kwema? Fungua duka mwanangu. Sema kuna mzee nimekutana naye zangu kati hapo mwanangu. Mzee ananichanganya sana. Wewe mwenyewe nahisi utakuwa unamjua. Mzee gani? Mzee mmoja anajiita mzee Kiza, anatembea Chiba fulani hivi. Yule dingi fulani pale kati Chiba, mguu wenyewe umeisha. Huyo mwanangu. Shamsoma yule, namuelewa yule. Kafanyaje? Mwanangu kanichanganya askari wangu. Yaani kanichanganya. Yaani maneno aliyokuwa ananiambia yeye, yaani naona kabisa yule mzee ni mshirikina. Yaani maswala yake ananiambia, yaani ananipa vitisho vya shirikina mwanangu. No. Mara duka lako hili hautokuwa unauza, mara yani vitu kibao. Mara wewe umekuja sijui na miezi miwili hapa. Hivi kweli mzee kama wewe unamuelewa mwanangu anaponiambia vitu kama hivi? Ushirikina? Wewe sikiliza mwanangu. Wewe unaamini kwenye ushirikina mwanangu? Wewe unaamini kwenye hizo pigo za Kiswahili nini, uswazi kama hivyo nini, ushirikina? Sikiza nikupange umboi mjuba. Uchawi hauendi kwa mentali, au sio? Wewe piga mzigo, tafuta hela, achana na watu wanakutishatisha nini, wanakupiga mabiti, wanataka wewe wanakuona unalunda, au sio? Wanakuona unapiga mihela, ndio maana ile wanakuletea uzushi kila mara, mambo kushirikina, samba kushirikina na wewe na akili zako wapi na wapi mbona, au sio? Usiingize hivyo vitu katika akili yako, utachanganya kichwa bure, au sio? Bana rafiki yangu, unateswa na mzee yule Chiba, mtu mwenyewe kutembea kwake angekuwa mshirikina, siangeunga mguu mrefu ule pale aendelee na maisha yake. Sema nini mwanangu matukio? Mimi naingia zangu hivyo kufungua duka mwanangu. Sema baridi, yeye vyovyote atakavyotaka. Omboi wewe nenda kafungue duka. Akiingia kwenye 18 zake akija kama hivyo anakuletea mieyusho, wewe mlize, kwa sababu kilio cha maboya ndio inakuwa furaha masela. Nitampokea anapokuja, mimi fresh tu. Akija atakavyokuja na mimi ndo nampokea hivyo. Baridi mwanangu, mwenyewe naingia zangu mtaani kwanza hivi. Unachokiamini wewe? Mimi siwezi kuamini vitu kama hivi. Mapela bibi kasonga ugali na kifanga cha kuku tia hapa. Dada Ngokwe, karibu. Asante jamani, umepotelea wapi hivyo dadangu? Umependeza. Asante. Karibu. Asante. Kwema? Salama, mbona umependeza? Asante. Umependeza. Asante. Vipi hali? Namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Si wewe? Namshukuru Mungu na mimi pia. Vipi hali kabisa? Hivyo tu. Shida anaendeleaje? Shida jambo, msalimie mama mkubwa basi. Marahaba, ujambo mwanangu? Umekuza. Namshukuru Mungu jamani, mwanangu amekua. Umekuza dada. Sana, shakuwa dada, anaongea kila kitu sasa hivi. Sasa mimi nilikuwa naenda zangu mnadani huko. Nimekuona hapa nikaona nikusalimie. Jamani dadangu, umekuja sasa hivi hapa? Na bwana, nitakuja siku nyingine, ila mimi sio mkaaji. Kuna mzee naenda kukutana naye huko anaitwa Kiza.
Basi sawa, ina shida. Basi Ila usinisuse hivyo. hamna udugu wangu, hata sijakususa, nitakuja. Wewe unakuja sasa hivi unapita huko si wapi, hata hapa kuja kunisalimia kweli? Sijali, nitakuja, tuko pamoja. Haya basi mimi naenda. Basi mimi hata sikutoi. Haya. Haya karibu. Mwambie mkubwa bye. Bye bye mkubwa. Haya dada yangu huyo. Mwanangu nzuri. Mwanangu nzuri. Mapela. Mwanangu, shida mama, shida mama, mbona hivi tena jamani? Shida, si uko sawa tu mwanangu? Shida, ngoja niende kwa mabati kwanza, sijafunga tamu yangu. Shida mwanangu.